Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kamanda wa jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Alireza Tangsir ameuawa katika shambulizi la anga la Israel. Katz amesema shambulizi hilo lilimlenga kiongozi anayehusishwa na operesheni za kuweka mabomu na kuzuia usafiri wa baharini katika mlango wa Hormuz. Akizungumza wakati wa tathmini ya kiusalama na maafisa wa jeshi, Katz alisema mauaji hayo ni onyo kwa IRGC. Jeshi la Israel litawawinda na kuwaondoa mmoja baada ya mwingine, alisema, akiongeza kuwa Israel itaendelea kufanya operesheni nchini Iran kwa nguvu kamili ili kufikia malengo ya vita. Maafisa wa Israel walisema Tangsir alilengwa katika mji wa bandari wa Bandar Abbas alipokuwa akikutana na makamanda waandamizi wa jeshi la majini la IRGC. Wakati huo, vyanzo vya kijasusi vilivyonukuliwa na CNN vimesema Iran inaongeza ulinzi katika kisiwa cha Karg kutokana na hofu ya uwezekano wa operesheni ya Marekani kukiteka. Kisiwa hicho hushughulikia takriban 90% ya mauzo ya mafuta ghafi ya Iran. Ripoti hiyo inasema Iran imehamisha wanajeshi zaidi, kuweka mitego ya ulinzi na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga, ikiwemo makombora ya kubebwa begani ya kupambana na ndege. Hatua hizo zinakuja wakati utawala wa Trump ukizingatia chaguzi za kuishinikiza Iran kufungua tena mlango wa Hormuz. Wataalamu wa kijeshi wameonya kuwa operesheni yoyote dhidi ya Karg inaweza kusababisha hasara kubwa kutokana na ulinzi mkali uliowekwa. Licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea, Marekani imeripotiwa kupeleka wanajeshi 1000 wa anga kutoka kikosi cha 82 Airborne Division na wanamaji 5000 kuelekea Ghuba ya Uajemi. Wanamaji hao wanasafiri kwa meli ya USS Tripoli ambayo inaweza kuwa muhimu katika shambulizi lolote linalowezekana. Kwa upande wake, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ameonya kuwa Tehran iko tayari kwa shambulizi hilo, akisema majeshi ya Iran yanafuatilia harakati zote za adui na atailenga miundombinu muhimu ya nchi yoyote ya ukanda itakayoisaidia operesheni hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump hajakataza hadharani uwezekano wa kuteka kisiwa cha Karg, hatua ambayo aliwahi kuipendekeza miaka mingi iliyopita kama njia ya kuishinikiza Iran katika migogoro.